Sauti ya Al-Bushra Al-Islamia inawaletea kwenu bayana al-Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Anawasomea kwenu moja katika maansar wake. Al-Imam Nasr Muhammad al-Yamani ametoa bayana hii tarehe 4 mwezi wa 6 2009 asubuhi saa 12:13. Bayana yenyewe inaeleza kuhusu hakika alieleza Muhammad juu yake swala na salam makafiri kuhusu bustani ya Allah katika mbingu na ardhi. Tutawazidisha ilmu kwa idhni ya Allah kutoka kwa kitabu cha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Na salam juu ya mitume na alhamdulillah rabbil alamin. Ndugu zangu maansar na watafiti wa haki, hakika alieleza Muhammad mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam makafiri kuhusu bustani ya Allah katika mbingu kwenye Sidratul Muntaha, na kadhalika aliwaeleza kuhusu bustani ya Allah chini ya utajiri, na akawaeleza kwamba Allah amewaahidi kwa pepo zote mbili pindi wakisadiki haki. Pindi wakisadiki haki kutoka kwa Mola mlezi wao, ndio atawarithisha bustani ya Allah kutoka chini kwenye utajiri katika maisha ya dunia, alafu atawarithisha baada kufa kwao bustani jannatul ma'wa kwenye Sidratul Muntaha. Lakini wao walikadhibu kwa uhakika wa neema kwenye kitabu ikawa kubwa juu yake kukanusha kwao, na anataka kutoka kwa Mola wake, anataka kutoka kwa Allah kuwa ampe mkono kwa aya ili wamsadiki, na anadhani Muhammad mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba lau Allah atampa mkono kwa aya, ishara, alama, basi wao watamsadiki. Lakini Allah ajua kwamba hawatumsadiki haki, yani Allah ajua kwamba hawatusadiki haki kutoka kwa Mola mlezi wao kwa sababu ya akida yao ndani ya nafsi zao kwamba lau Allah atampa mkono kwa aya basi wao watamsadiki. Hamna shaka wala utatanishi. Lakini Allah alimpa fatwa mtume wake kwamba hawatoamini kulingana wao, hawatofautishi baina ya haki na batil, wala baina ya uchawi na miujiza, hata kama lao itatimu kuwainua kutoka kwa ardhi mpaka mbinguni, alafu awafungulie mlango katika mbingu ndio wapande katika pepo ya Ma'wa kuanzia chini mpaka Sidratul Muntaha ili kupanda mpaka juu yake, wangesema hii isipokuwa illa ni uchawi. Akasema Allah Ta'ala katika surati Al-Hijr aya 14 mpaka aya 15. Allah Ta'ala amesema, na lau tungeli wafungulia mlango wa mbingu wakawa wanapanda, basi wangelisema macho yetu yamelevywa, bali sisi wenyewe tumirogwa. Sadaqallahu al-azim. Lakini wao bado wanazali kuendelea kumsisitiza kwamba ampe mkono Allah kwa aya, basi wanaapa kwake Muhammad mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam kiapo kwamba lau atampa mkono Allah kwa aya basi hakika wao watamwamini. Akasema Allah Ta'ala katika surati Al-An'am 109, Allah Ta'ala asema, waliapa kwa Mwenyezi Mungu kwa ukomo wa viapo vao kuwa ikiwafikia ishara wataamini. Sema ishara ziko kwa Mwenyezi Mungu, na nyinyi hamjui kuwa zitapokuja hawatoamini. Sadaqallahu al-azim.
na wakamuuliza kuwa amjalie Allah yeye pepo katika ardhi ya mazabibu, alafu ampitishie mito kati yake kumiminika. Allah Ta'ala akasema katika surat al-Isra aya 91, Allah Ta'ala asema, au uwe na kitalo cha mitende na mizabibu na utupitishie mito kati yake ikimiminika. Sadaqallahu alazim. Lakini Allah akimpa mkono kwa bustani, janna, pepo katika ardhi, basi wao wangemwamini. Ikamhuzunisha hivyo Muhammad mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akatamani lau angempa mkono Allah kwa aya, alama, ishara, huenda wakamsadiki kwa uhakika wa ishara za Mola mlezi wao katika mbingu na katika ardhi. Alafu Allah akamjibu nabii wake akasema katika surat al-An'am aya 33 mpaka aya 36, Allah Ta'ala anasema, hakika tunajua kwamba inakuhuzunisha ambao wanayoyasema, lakini wao hakika hawakukadhibishi wewe, lakini madhalimu kwa aya za Allah wanakanusha. Na walikadhibishwa mitume kabla yako, wakasubiri kwa yale waliokadhibishwa nayo, wakaudhiwa mpaka ikawajia usaidizi wetu, na hakuna wa kubadilisha maneno ya Allah. Na hakika imekujia habari za mitume, na kama imekuwa kubwa kwako kukanusha kwao, basi ukiweza utafute nafaka katika ardhi, ama ngazi kwa mbingu, ili uwaletee alama, na angetaka Allah angewakusanya kwenye uongofu, basi usiwe katika majahili. Lakini wanaoitika wale ambao wanasikia, na waliokufa atawafufua Allah, alafu kwake watarudi. Sadaqallahu alazim. Na enyi kaumu, lakini nani hadithi yake ni kweli kuliko Allah, na nani kauli yake ni kweli zaidi ya Allah? Lakini anakusudia aya, ishara, alama ya Allah ambao inapatikana katika nafaka ya ardhi, kwenye bustani ya Allah, chini kwenye utajiri, kwenye nafaka katika ardhi iliyonyoka, kuanzia mwanzo wa pembezoni mwa ardhi kusini mpaka mwisho mwa ardhi kaskazini. Kwa ajili ya hivyo alimwambia nabii wake, ikiwa ataweza kwenda kutafuta nafaka kwenye ardhi, basi atapata huko aya za Mola mlezi wake, na matunda hawajawahi kuona mwanzo, ndio awaletee kwa alama kutoka kwa bustani la Allah, kutoka chini ya utajiri kwenye nafaka ya kiardhi, ama achukue ngazi mpaka jannatil mawa katika mbingu, ndio awaletee aya. Na hivyo ni kwa ajili ashampa fatwa kwamba hawatomwamini kwa ule uhakika kutoka kwa Mola wao, hata kama atapanda na wao mpaka mbinguni, akawafungulie mlango ndani yake wapande kwenye bustani la mawa, hawangemsadiki kwa alama za Mola mlezi wao kuu. Akasema Allah Ta'ala katika surat al-Hijri, Allah Ta'ala asema, na lau tungeli wafungulia mlango wa mbingu wakawa wanapanda, basi wangelisema macho yetu yamelevywa, bali sisi wenyewe tumerogwa. Sadaqallahu alazim. Na kama kwa maaya ambazo ni za nafaka ya ardhi, nazo ni bustani ya Allah katika chini utajiri kwenye ardhi ambao ameiweka Allah kwa ajili ya viumbe, na rihani ndani yake maaya za Allah ambazo hawajaona kutoka mwanzo katika nafaka ya ardhi, kusadikisha kauli ya Allah
Ta'ala akisema katika sura al-An'am aya 35, Allah Ta'ala asema, basi ukiweza utafute nafaka katika ardhi. Sadaqallahu al-azim. Na hivyo ni kwa ajili kunapatikana huko maaya, ishara, alama hawajaona kutoka kabla. Basi mazabibu yao sio kama zabibu zenu, lakini nazo zinahitalifiana kwa ukubwa wake na kwa ladha yake, na mitende yao yenye mafumba na nafaka yenye makapi na rehani, na yapatikana yote hayo kwenye nafaka katika ardhi, kwenye janna ya Allah, chini kwenye utajiri katika ardhi imesawishwa, ameinyosha Allah kuistawi. Basi hiyo ndiyo ardhi ambao ameiweka kwa ajili ya viumbe, na rehani bustani, pepo, janna ya Allah chini kwenye utajiri, na inatofautiana matunda yake na matunda yenu hapa, kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala akisema katika surat Ar-Rahman kutoka aya 10 mpaka aya 13. Allah Ta'ala asema, na ardhi ameiweka kwa ajili ya viumbe, humo yamo matunda na mitende yenye mafumba na nafaka zenye makapi na rehani. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Sadaqallahu al-azim. Na hii neema, aya, alama, ishara, nayo iko katika nafaka ya ardhi, na hakuwaambia Allah urongo isipokuwa ni haki. Na kwa ajili ya hivyo alimwambia nabii wake akiwa anataka kuwaletea aya ili wamsadiki, basi akamweleza wapi ataipata hiyo aya katika ardhi ambao hawana ilmu nayo. Kwa ajili ya hivyo alisema Allah Ta'ala katika sura al-An'am aya 35, Allah Ta'ala sema, basi ukiweza utafute nafaka katika ardhi. Sadaqallahu al-azim. Na hii nafaka mutaipata ni haki kweli, kwenye wake uhakika ndani yake maaya za Allah, huenda mkawa na yakini. Na hii ndiyo ardhi ya viumbe na rehani kwa ajili ya watu na majini. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha, enyi maashara ya watu na majini? Kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala akisema katika surat Ar-Rahman aya 10 mpaka aya 13, Allah Ta'ala sema, na ardhi ameiweka kwa ajili ya viumbe, humo yamo matunda na mitende yenye mafumba na nafaka zenye makapi na rehani. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Sadaqallahu al-azim. Rahman. Na salamun juu ya mitume. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ndugu yenu al-Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani.